Bwana, video ambayo ina trend sana na hiyo video ambayo Dimitel Pantev yupo na mchezaji ambaye alisajiliwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini akapitia kwenye changamoto ya majeraha, naye si mwingine ni Mohamed Bajabil. Wengi wanajiuliza mbona kocha Dimitel Pantev amekaa naye kwa muda mrefu, nini ambacho anakizungumza, lakini je, amepona majeraha na ataenda kutumika kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania? Basi hapa tupo na majibu ya kile ambacho wewe unajiuliza, lakini kwanza subscribe Off Pitch TV ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Lakini asante kwa Bati Quality. Hawa ni mabingwa wa kutengeneza mabati. Wanatengeneza mabati ya aina zote, kwa maana mgongo mpana, mgongo mwembamba, yale ya material ya chenga, lakini pia yale ya mfano wa vigae. Wasiliana nao kwa namba ambayo napita hapo chini. Wana warranty ya miaka 10, lakini ukinunua bati na Bati Quality, usafiri na misumari utapata bure. Sasa twende kwenye taarifa ambayo nataka nikujuze kwa wakati. Kocha Dimitel Pantev ni kocha muumini sana wa possessive football, yani kupossess mpira, timu kumiliki mpira kwa muda mrefu na kushambulia kwa mpangilio. Anajulikana kwa ubora wa kuunda transition, timu kubadilika kwa urahisi kutoka kwenye ulinzi kwenda kushambulia kwa kasi na mpangilio maalum. Akiwa na klabu ya Victoria United na Orapa pamoja na Gaborone United, aliwahi kuonyesha uwezo mkubwa kwenye eneo hili licha ya changamoto ya kikosi chake kutokuwa na ubora wa wastani. Yani alikuwa kwenye timu ambazo zimekuwa na wachezaji baadhi. Unaweza kukuta timu ina viungo wazuri lakini mabeki sio wazuri, ama timu ina washambuliaji wazuri lakini kwenye eneo la defensive kukawa kuna changamoto. Lakini mapungufu hayo makubwa hayakuonekana mara nyingi sana akiwa kwenye kujenga safu yake ngumu ya ulinzi, jambo linalotokana na ukosefu wa wachezaji wenye viwango vya hali ya juu. Ndio sababu ambayo kidogo ilikuwa inaonekana timu yake ama vikosi vyake vya huko nyuma vilikuwa vinaonekana kama vinakosa balance nzuri hivi. Lakini Dimitel Pantev ameingia katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa na mtindo wa mpira unaovutia na wenye mashambulizi ya kasi. Hata hivyo, changamoto yake kuu itakuwa ni kuunda ulinzi imara, ambao ukija katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba hili wala halina shida, kwa sababu tayari tunaona amekuwa na hicho kitu tayari amekiingiza katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu tangu aje Simba kwa michezo ambayo amecheza, tumeona amecheza michezo miwili ya CAF Champions League, kwa maana dhidi ya Zingizini United, Zingizini Hotspurs, na tumeona hakuruhusu goli lolote. Mchezo wa kwanza alipata ushindi wa magoli 3-0 na mchezo wa pili akatoa sare pasipo kufungana, yani bila. Lakini kwenye ligi tumeona amecheza mchezo wao wa ligi mmoja na amepata ushindi wa magoli 3, magoli ambayo yakifungwa na Suleiman Mwalimu, lakini goli jingine ambayo likifungwa na mabeki wa kati, kwa maana Shamu Karabwa pamoja Rushin Derak. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba amekuja katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, timu ambayo ina wachezaji wenye profile kubwa, lakini pia tunategemea ataweza kufanya kila ambacho anakihitaji. Kwa hiyo Dimitel Pantev amekuja kwenye timu ambayo ina kila kitu, ni yeye tu kuweza kuonyesha ubora wake. Sasa baada ya hivi, taarifa zinasema kwamba mchezaji Mohamed Bajabil tayari ameshapona, na kile ambacho nimekuelezea hapo awali kinaonyesha na kuweka wazi ya kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anakikosa kwenye eneo lake la ushambuliaji. Ndio maana umeona hata mchezo uliomalizika dhidi ya Zingizini Hotspurs alitumia force 9, kwa maana alicheza Joshua Budo Mutale, ilhali ya kuwa anao mafuadi wote watatu ambao walikuwa nje. JKT Tanzania si timu ya kawaida, kwa sababu msimu huu kwenye michezo yake ambao amecheza mpaka sasa, moja ya timu ngumu ambazo amekutana nazo ni Azam FC, na ameweza kupata sare katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Kwa hiyo Dimitel Pantev ana kazi kubwa sana ya kufanya katika uwanja huo dhidi ya JKT Tanzania, na tayari Dimitel Pantev ameshaanza kutuonyesha kwa namna gani amekuwa bora sana katika eneo lake la kujilinda. Lakini pia kwenye eneo la kiungo ameonyesha. Eneo la ushambuliaji bado tunaona magoli yakifungwa kutoka kwenye pande tofauti. Tumeona magoli yakifungwa na mabeki, magoli yamefungwa na mawinga, lakini pia viungo. Kwenye namba 9 tumeona Jonathan Soa tayari amefunga,
lakini Selemani Mwalimu tayari amefunga, lakini hawajafunga kwenye ule wastani ambao watu wengi tunautarajia. Ubora waliokuwa nao tunatarajia wangefanya kikubwa ya kile ambacho wamekifanya kwa hivi sasa. Sasa twende moja kwa moja ni kutajia kikosi ambacho kinaenda kuanza. Golini ni Yakub Suleiman kwa sababu bado Musa Pinpin Kamara hajapona majeraha yake. Tumeona hata kikosi cha timu ya taifa ya Guinea hajaitwa. Kwa hiyo Yakub Suleiman ataendelea kukaa kwenye milingoti mitatu. Lakini fullback namba 2 tumeona mchezo uliopita Shomari Kapombe alipumzika, basi mchezo huu anarudi na atakaa pale kwenye eneo la namba 2. Fullback namba 3 Mwalimu ataenda na Anthony Mligo kwenye hilo eneo, na namba 4 na namba 5 wataenda wale mabeki wa siku zote kwa maana Shamuka Rabwa na Rushin Dirok. Hiyo ndo safu ya ulinzi ambao Mwalimu ataenda kuanza nayo. Lakini kwenye eneo la kiungo Mwalimu ataingia na Yusuf Kagoma kwenye eneo la namba 6, na kwenye eneo la namba 8 Nabi Kamara atakaa katika eneo hilo, na tumeona timu ya taifa ya Guinea Nabi Kamara naye amejumuishwa kwenye kikosi hicho. Lakini viungo washambuliaji wa juu hapa ndo kidogo kuna mabadiliko, kwa sababu Mwalimu anataka kumtumia Mohamed Bajabil kuona je ana kitu cha utofauti ambacho yeye atakionyesha. Kwa hiyo kwenye eneo la namba 10 ni Mohamed Bajabil, na winga moja atakaa Kibu Dennis Prosper, na winga nyingine atakaa Elim Panzo Kibisawala, na Mwalimu atampumzisha Jean Charles Ahoua kwa sababu ametumika kwenye michezo yote na ni wakati wake wa kupumzika. Alafu kwenye namba 9 Mwalimu ataanza na Jonathan Soa. Hiki ndicho kikosi ambacho Mwalimu anaenda kuanza nacho dhidi ya JKT Tanzania. Je, una maoni gani na unaona Mwalimu anaweza akaenda kufanya vizuri kwenye mchezo huo? Miongoni mwa timu ambazo ngumu ni pamoja na JKT Tanzania ambao wana Mwalimu ambaye pia anajua kuzicheza vizuri hizi mechi kubwa. Ndio maana ushangai kuona Young Africans ana struggle katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Azam pia ana struggle katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, the same pia kwa Singida Black Stars. Ingawaje Simba amekuwa akipata matokeo mazuri lakini sio kiurahisi hivyo. Kwa hiyo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba inaenda kuanza na kikosi hicho, huku Mohamed Bajabil akiwa amerudi kwenye nafasi yake. Kwa mengi zaidi hakikisha tu una subscribe Offpitch TV na unapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katalambula. Una nafasi ya kutangaza biashara yako na sisi Offpitch TV, tucheki kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini. Gharama zetu ni nafuu na kuna offer kwa mwisho wa mwaka huu. Tucheki, kila kitu kitakuwa mukidi. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.